Ndugu viongozi, na katika mkutano huu tukiwa naye Mheshimiwa Jaji Amiri Mruma, jaji wa Mahakama Kuu na kaimu jaji kiongozi, lakini pia Mheshimiwa Jaji Mganga Biswaro, jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, na tukiwa na kiongozi wa chama cha madalali Bi Mwamvua na ninyi madalali wote, lakini nitambue pia uwepo wa mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Wote kwa pamoja, karibuni sana Mahakama ya Tanzania. Niungane na waliotangulia kuzungumza kutambua rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hiyo kumshukuru, na nikiwashukuru hata kwa kuleta sala na dua tulipokuwa tunaanza mkutano wetu huu. Nikushukuru mwenyekiti kwa kunialika kuwa mmoja wa wanaohudhuria mkutano huu, lakini nikitekeleza jukumu hili la kuwapa nasaha zangu na kufungua mkutano huu. Mheshimiwa Jaji Mruma, nakushukuru sana kwa ushauri uliotoa kwa madalali, na mimi naungana na wewe. Umewafunda vizuri, na yazingatieni yale ambayo mmeshauriwa na Mheshimiwa kaimu jaji kiongozi. Yaliyosema ni halali na ndio yanaweza kusaidia kukwamua yale ambayo yamekuwa changamoto upande wenu. Na naungana naye pia kusema kwamba ninyi japo hamtambuliwi na sheria kama maofisa, court officers, lakini ukweli ninyi ni maofisa muhimu sana wa mahakama. Kuna umuhimu pengine kama tunavyowatambua mawakili, basi na ninyi mtambuliwe kama ni maofisa wa mahakama, kwa sababu mnatekeleza majukumu ya mahakama. Katika nchi nyinginezo majukumu kama haya yanatekelezwa na mahakama yenyewe. Sasa mahakama imekaimisha majukumu haya kwenu, ni watu muhimu sana. Vinginevyo kwenye mashauri ya madai, basi maamuzi ya mahakama yasingekuwa yanatekelezwa. Na kama maamuzi ya mahakama hayatekelezwi, moja, hiyo mahakama itadhaulika, na mahakama ikidhaulika tunajua hatima yake ni nini? Ni uvunjifu wa amani katika hiyo jamii, na inakuwa hiyo mahakama imekosa uhuru. Kwa hiyo ninyi ni watu muhimu sana. Mimi nilikuwa safarini, lakini nilipokaribishwa nikalazimika kuja kuzungumza na ninyi. Hii ni kwa sababu natambua umuhimu wenu. Mmekuwa mmefanya kazi wakati fulani katika mazingira ambayo sio rafiki sana, lakini ninyi mna wajibu mkubwa, na mumewekewa utaratibu ambao lazima ninyi wenyewe muheshimu mnapokuwa mnatekeleza majukumu yenu. Utaratibu huu umetajwa katika sheria, yale maadili yenu, maadili yenu. Napenda niwarejeshe hapa katika hayo maadili yenu. Kwenye hizi kanuni mumepewa zile code of ethics and conduct. Maadili, mnaongozwa na hayo maadili, na mimi nataka niarejee hayo, myazingatie, na haya yatawafanya basi mkiyatekeleza na kuyaishi muwe na sifa sasa ya kuwa maofisa wa mahakama. Mkishindwa kuyaishi haya na kuyatekeleza, hata kama sisi nia yetu ingetaka ninyi muwe maofisa wa mahakama, maadili yenu yanataja katika ile jedwali la pili la hizi kanuni zinazowaongoza ninyi kuhusu uteuzi wenu, kazi zenu na maadili yenu. Moja la kwanza ni uadilifu. Dumisheni uadilifu miongoni mwenu. Hili ni jambo la msingi, kwa sababu sisi maofisa wa mahakama tunapaswa tuwe waadilifu. Mtakuwa waadilifu kwa sheria, kutekeleza sheria za nchi na katiba.
lakini mtakuwa waadilifu kuyaishi maadili ya utumishi wenu, na mtakuwa waadilifu wakati wa kutekeleza majukumu yenu, myatekeleze kwa uadilifu ipasavyo. Na la pili ni kuwa waaminifu, honesty. Kuweni waaminifu katika kila ambacho mnakifanya. Mtaitekeleza ile sheria kwa uaminifu bila kutumia mamlaka yenu vibaya, na kila hatua unayochukua huo umeongozwa na uaminifu. Tulianza shughuli hii kwa sala na dua. Mungu hadhihakiwi, unachovuna ndicho unachokipanda. Hatuwezi kutumia fursa hii kujitajirisha na kuonea watu, na kimsingi wanaotumia hii vibaya watawajibishwa na Mungu. Na hivi mnavyozungumza hapa, mmetangulia kuomba hapa kwa wote madhehebu makuu mawili mlioko hapa, Waislamu kwa Wakristo. Nendeni msome Zaburi ya 37 inasema nini. Hatuwezi kuwa tu wakati wote tunalitaja jina la Mwenyezi Mungu bure. Lazima tuishi hizo kauli. Mungu hadhihakiwi. Huwezi kulichukulia jina la Mwenyezi Mungu bure kama jina langu mimi. Unalitamka tu hivyo. La kwangu tamka, lakini sio la Mungu. Kwanza kuna amri pale, nadhani ni amri ya 3. Usilitaje jina la Mungu wako bure. Yaani unamchukulia poa. Na unamchukulia poa kiasi kwamba hasa watu wengine wanakaa nasema hawa watu wamekuwa hivi, nani wamekuwa watu aina gani haya? Mpaka tunatoa fursa watu wengine, viongozi wa kisiasa, kuingilia utendaji wa shughuli zetu. Mimi nisingependa viongozi wa kisiasa wakaingilia utendaji wa shughuli zenu kwa visingizio kwamba wao ni wenyekiti wa kamati za ulinzi na usalama sijui za mikoa na wilaya. Hawakuwepewa hizo sheria inayoanzisha madaraka yao haya, ikuwapa mamlaka hayo. Na if anything inaungana na anachosema kaimu jaji kiongozi, wachukulieni hatua. Haiwezekani mahakama imeshatoa amri alafu mtu mwingine kula anaenda anazuia. Hiyo ni mahakama au ni kitu gani? Ni lazima tutofautishe shughuli za kisiasa na shughuli za kisheria za maamuzi yanayofanywa na mahakama. Ndio kweli wenyewe huo. Na tunatekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Moja vipaumbele na ndio kipaumbele cha kwanza. Ukisoma ile dira, utawala bora na haki. Hakuwezi kuwa na utawala bora na haki kama maamuzi ya mahakama yanaingiliwa na watu wengine bila sababu za msingi. Na naungana na katibu mkuu kiongozi kaimu hapa alichosema, kama pia tutataka tusingiliwe na sisi tuwe wasafi. Na sisi wenyewe tuwe wasafi. Tutekeleze wajibu wetu kwa mujibu wa katiba na sheria na maadili na kanuni tulizoziweka, ili tusitoe fursa kwa watu wao kutuingilia. Hilo lizingatieni sana. Lakini cha pili ni uwezo wa kumudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo, the competence part of it. Mmeshukuru hapa kwamba chuo cha maendeleo uongozi wa mahakama Lushoto kinatoa mafunzo na yanawasaidia. Moja ya masharti yenu ya kupewa hizi kazi, mnapaswa muwe na uwezo wa kumudu haya majukumu. Watu wanaojua mchakato wa hizi mambo haya mnayoyasimamia. Ndivyo masharti yale yamesemwa. Sasa mlipataje hizo nafasi kama haya mambo mlikuwa mnayajui? Ambao mlikuwa tutawanyang'anya hizi lesoni. Na aliyekuwa anazungumza hapa kaimu jaji kiongozi anamwakilisha jaji kiongozi mwenyewe. Vinginevyo mtakosea. Mahakama imeamua sahihi, halafu ninyi mnaenda mnafanya nini? Mnakosea. Ina maana mnapotosha uamuzi wa mahakama. Halafu mnaleta mahakama iwe na sifa mbaya. Mahakama haipaswi kuwa na sifa mbaya. Mahakama haipaswi kuwa na sifa mbaya. Ikiwa na sifa mbaya itakosa uhalali wa kuwa mahakama kufanya maamuzi watu wakakimbilia pale. Kwa ninyi msishiriki kuchafua sifa ya mahakama. Ninyi mnapaswa muishi uadilifu, muishi tu uadilifu nimesema na uaminifu, lakini muwe na uwezo wa kumudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo, competence.
Sasa kama huyajui utakosea. Ukishakosea unaanzisha na kuleta migogoro tena mahakamani isiishe. Na mahakama naye inatukanwa. Na wanasiasa nao wanaingia mule ndani. Mimi hiki kitu sitaki kukiendekeza. Huduma zenu zinapaswa ziwe bora, quality service. Hii inaendana na hiyo niliyokwisha kusema ya competence, ya uwezo wa kumudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo. Yaani mtu akikuona anaona kabisa kwamba hapa. Kwa hiyo nadhani na ninyi mna changamoto, ndio maana mnaruhusu wanasiasa wale wanaingilia kati ninyi bila kuchukua hatua. Sasa mimi kwanza najiuliza, pande zote hizi mara nyingi zinakuwa na wanasheria. Hivyo mwanasheria yule ambaye anaruhusu wale jamaa kuingilia kati amekaa tu hivi anakuwa anafanya nini? Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hata mimi jaji mkuu siko juu ya sheria. Na kwanza hata mimi kwa kiapo changu na majaji wote hapa na mahakimu wote na hata wasajili tunaapa tunapotekeleza majukumu yetu kuzingatia katiba, mila na desturi, sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila hofu, huba, upendeleo wala chuki. Sasa ukisha kuwa na changamoto kati ya hizo, huwezi kuenforce hiyo haki yako na wewe kuisimamia. Na nimeambiwa baadhi ya mawakili wanashiriki hiki kitu. Wanazunguka wale ambao wameshindwa kesi, wanaenda huko kwa wanasiasa. Mimi nikiwatambua, si mimi ndo nawapa hizo leseni. Tutajua namna ya kuishi nao. Tunataka taasisi hii muhimu, muhimili huwa mahakama, ubaki na hadhi yake na heshima, uweze kusimamia utawala wa sheria katika taifa hili. Na hasa katika kipindi hiki cha dira, tunapotekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ambapo kipaumbele cha kwanza cha hiyo dira kimepewa utawala bora na haki. Na msingi kuu wa ile dira na vipaumbele vyake vyote unahusu masuala ya utawala wa sheria. Kwa hiyo wote hapa lazima tuende kama kitu kimoja. Na lingine ambalo mnapaswa kulisema, na labda niliseme hili kabla sijaendelea, wanafikiri ibara ya 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ndio inayozungumzia utawala wa sheria. Na ninyi majukumu yenu yanatokana na sheria. Yametajwa kwenye ile sheria mwenendo wa mashauri ya madai, amri ya 21. Lakini pia chini ya sheria ile Adjudication and Application of Laws Act, kifungu cha 4, jaji mkuu akatunga hizi kanuni. Na sheria ile ya tafasiri ya sheria, sura ya kwanza ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaitambua kwamba sheria ni pamoja na zile sheria ndogo zinazotungwa chini ya ile sheria, subsidiary sheria, principal legislation. Katiba yenyewe ni sheria, sheria yenyewe ile principal legislation ni sheria, lakini na zile kanuni zinazotungwa chini ya sheria fulani na zenyewe ni sheria. Sasa ibara ya 26 ndio inayosisitiza umuhimu wa utawala wa sheria. Na shughuli zote za umma hutawaliwa na kuongozwa na sheria. Hata ninyi maadili yenu na shughuli zenu yanatokana na hiyo sheria niliyosema na hizi kanuni. Mnapaswa myaishi. Msipoyaishi mtawajibika. Kuna watu watachukulia hatua. Na ndio maana nimesema kama kuna watu wanakiuka amri za mahakama, wachukulieni hatua. Haya ni maelekezo ya katiba, sio ya kwangu. Kwa ibara 26 ibara ndogo ya kwanza nasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kuitii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili, kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Na hizi katiba na sheria za nchi pamoja na mambo mengine zinatambua uwepo wa mahakama ya Tanzania ikiwa imepewa jukumu la kutoa haki, na inatoa haki ikiwa huru. Sasa kama kuna mtu anataka mnamchukulia hatua. Na ninaambia wakati fulani kwamba watu wengine wanaweka mpaka ndani.
Halafu mkilalamika huku mahakamani mnaachiliwa. Mnaachiliwa, hakuna hata maelezo yoyote wala nini, wala hakuna kumbukumbu. Kwa nini msiwafungulia kesi za false imprisonment, false imprisonment? Kesi za madai. Anashtakiwa yeye yule kama ni ofisa wa polisi ashtakiwe kwa jina lake. Na after all, mwanasheria mkuu wa serikali ameshasema kwamba wale wanaokiuka kutekeleza sheria watawajibika wao wenyewe kwa majina yao. Watawajibika wao wenyewe kwa majina yao. Hawezi unamkamata mtu anaenda kutekeleza amri ya mahakama, ni court blocker na anaitwa court blocker dalili wa mahakama. Alafu unaenda kufanya unamweka ndani, unasema sijui wanalamika huku mahakamani ndio mnamwachilia, hakuna chachaji. Fungulieni kesi ya madai, kamdaini fidia alipo. Alafu lakini na ninyi mpaka wengine wanashindwa kulipa ada, nadhani ninyi mnatumia madaraka yenu vibaya. Mimi nimesikiliza hapa, sio mikoa yote ya Tanzania bara 26, nimeona hapa mikoa mingine haipo. Na wengine wameshindwa kulipa ada na nini. Sasa wanasifa kuwa madalali. Hivi ninyi hamwezi kutumika vibaya kweli? Ngoja nitaanza kazi maalum. Kingine mnachopaswa kuzingatia ni usiri, confidentiality. Hii ni kitu cha muhimu sana. Sisi kama tuna siri hasa kwenye process ya kufanya maamuzi. Tunaposikiliza hakuna siri. Lakini kabla hujafanya maamuzi yale huwa ni siri mpaka yanapotamkwa. Ninyi mnapaswa sio watu wa kuvujisha siri mnazozijua kwenye utekelezaji wa majukumu yenu. Lakini lingine ni kuzingatia watu walio wanyonge katika jamii. Ya ile hali ya kutokujiweza. Wanyonge. Yazingatieni hawa watu. Na faraga na sitaha ya watu mnapotekeleza jukumu lenu. Hili nalo ni sharti limezungumzwa hapa about vulnerability, privacy and modesty. Na hapa nitawaelekeza mambo ambayo mnapaswa mzingatie watu ambao ni vulnerable. Every court broker has a duty to respect the vulnerable and the privacy and the modesty of a woman. So nendo na mnyanyasa tu mwanamke pale na mimi. Alafu wote mnatokana na wanawake, mnazaliwa na wanawake. Tena mnakaa kwenye matumbo yao ya miezi 9. Mkitoka humo vingine vinazaliwaga sijui wapi Kigoma, vinalia vinapiga kelele. Alafu leo unakuja huko naanza kumnyanyasa mwanamke. Pako wengine ni viongozi wetu alafu tunawanyanyasa. Kana kwamba hatukuzaliwa na kina mama. Sheria imeweka. Sasa nini, kwa nini mwe watu wa kuwanyanyasa hawa? Tena wengine wajane. So sheria nasema hivi, although not exhaustive, every court broker shall recognize the following groups as being potentially vulnerable and treat them with special care. Kila dalali wa mahakama awatambue hawa watu kama ni watu wanyonge na awatendee kwa uangalifu maalum. Nimeshasema wanawake kwa ujumla, lakini hawa magrupu sheria imesema sio wote hapa, wengine pingine mtatumia akili na hekima yenu. Moja, watu wazima, the elderly. 2, walemavu, people with disability. 3, wagonjwa sana, seriously ill. 4, the recently bereaved, wale watu ambao wamepoteza, wamefiwa hivi siku za karibuni. Mtu ana majonzi, anamulilia mume wake, mmewe, mtoto, mke, whatever, babu yake na baba yake. Halafu ninyi mnaenda kufanya sijui nini, hata sitaha hamna. Yaani mnamuongezea na majonzi. Mnashiriki wakati fulani kudhulumu hata mali za wajane. Someni Zaburi ya 37 nimewaambia. Na mimi narejesha Zaburi ya 37 hapa kwa sababu hapa miongoni mwenu mmesali Zaburi mambo ya Kikristo hapa, si ndio? Hamwezi kumchukulia Mungu poa. Alafu mwanamke mjamzito, pregnant woman, mnapotekeleza majukumu yenu mwachukulie hao watu, zingatieni kwamba wakati fulani ni watu wanyonge,
muwatendee kwa heshima na sitaha inayostahili. Halafu every court broker shall, in carrying out his duties, refrain from acting in a manner which would embarrass, humiliate or offend any individual. Na anawaambia unapokuwa unatekeleza wajibu wako, uchukue tahadhari kuhakikisha kwamba hutamuembarrass. Kuembarrass kwa Kiswahili ni hutamdhalilisha na kumnyanyasa mtu yoyote. Ufanye hii kazi with dignity. Na tunafanya hivi, tumepokea vihera huko, sijui tunapokeaga vihera vya wapi. Mtawajibishwa na Mwenyezi Mungu kwa mjibu wa Zaburi 37. Kabla mjaletwa mahakamani hapa tuwajibishe. Hata hapa mkikwepa kwepa Mungu atawajibisha. Lakini mnapaswa pia mchukue tahadhari mnapo na kutambua mazingira hatarishi kwenu. Wewe unaenda kufanya execution au ndio hiyo eviction hiyo, au unaenda kupiga mnada, unaona kabisa haya mazingira sio rafiki. Kwa nini usiahirishe? Mnasema kuingia mitini. Sheria imezungumza hapa juu ya hazardous and aggressive situations. You're gonna be careful. Kila mtu anapotekeleza jukumu anapaswa kutumia pia akili na hekima na akili. Utatumia hizo sheria, lakini utakuwa pia na hekima na akili. Halafu ushirikiano, kurejesha, lazima mshirikiane. Na ushirikiano hau extend kwenu peke yenu ninyi wenyewe, lakini na pamoja na taasisi zote zinazohusika. Na azungumza haya nikitambua pia kuna watu wengine wapo wanaitwa auctioneers. Wakati fulani ni vigumu kuwatofautisha. Ninyi madalali na wasambaza hizi nyaraka na wale wengine. Nadhani hilo masuala mnahitaji kuyajadili sana, kwa sababu hata walivyo wajulikani, sijui wanasimamiwa na nani. Na wale jamaa wanafanya kazi kama sijui watu aina gani. Na siku fulani mliomba na wenyewe wasimamiwe na mahakama, lakini sasa sisi hapa hilo ni swala la kisera. Wenyewe hao wanaohusika huko sectoral ministries wanaweza kaona kama simamiwe na mahakama, sisi hatutakataa. Lakini hilo sisi hatuwezi kuliamulia. Mtalichakata na kulipeleka huko wanaotakiwa. Ndivyo wanasimamiwa na nani wale jamaa? Wizara ya Fedha. Governor hivi karibuni baada ya mkutano wetu ule, nadhani ulikuwa wa Januari, akatoa circular. Maana walikuwa wanatumika vibaya sana kutekeleza zile amri za mahakama au nini, mabenki kule, mabenki wanapokuwa wanaenda kukamata mali za zile zilizowekwa kama dhamana kwenye mikopo. Akawataka hayo mabenki nayo wapa hizo kazi watumie wewe waangalifu na wasimamie maadili yao, ili jamaa wasitumie madaraka yao vizuri. Tulipofanya mkutano mwezi wa 10, tarehe 10 mwezi huu, walisema kwamba kuna mabadiliko makubwa. Sijui kama ni kweli, lakini ukweli ni kwamba hili jukumu ni la msingi sana. Tunapaswa tulitekeleze kwa namna ya uadilifu, uwezo na uaminifu na sifa zote kama inavyotakiwa. Nimewasomea haya, nendeni mkayaishi. Na kama mtataka kubaki wa maana katika jamii hii, na hii pia ni ajira yenu, na kama mtataka kuheshimika, mnapaswa myaishi maadili yenu. Mtekeleze wajibu wenu kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi hii. Mnawajibika. Sisi wote tunawajibika kutekeleza hiyo katiba na sheria ipasavyo. Na tunapozungumza wajibikaji maana yake ni nini? Ni kuwajibika kutekeleza sheria. Ndio maana kutakuwa na utawala wa sheria. Lakini kuwajibika kutekeleza maadili ya utumishi na shughuli zenu. Lakini kuwajibika kutekeleza nidhamu ya utumishi wenu. Na mwisho kuwajibika kutekeleza kufikia malengo yenu, malengo yaliyowekwa na sheria.
Na sisi huku mahakamani, kama kuna changamoto, mtakapokutana kuzungumza, zungumzeni changamoto zipi mnaziona huku mahakamani, na mimi nitapata tu ripoti. Muweni huru. Kama sisi ndio tatizo, semeni. Tunaelewana? Haya. Sasa ninyi majukumu yenu mengi kama nilivyosema, yote yametajwa kwenye sheria. Kaishini maadili mliowekewa kwenye sheria. Hapa ningeweza kuwatajia. Ninyi si ndio watekelezaji wa maamuzi ya mahakama na wale wasambazaji nyaraka. Hapa itapaswa mzungumze ni wapi mnafanya vizuri na wapi hamfanyi vizuri. Sisi tunayajua yote hayo. Alafu mchukue hatua za kufanya marekebisho au masahihisho. Siku hizi wamebuni kitu kinaitwa sijui maboresho. Muachane na hii sifa ambayo baadhi yenu mnayo. Mheshimiwa Jaji Mruma hapa, kaimu jaji kiongozi, ameeleza kwa ufupi changamoto mlizonazo. Mimi ningeweza kuzitaja hapa zote, lakini sitaki kuzitaja. Nitakachokifanya ni kumshauri jaji kiongozi aongeze ukali wa kusimamia maadili yenu, ili ninyi msichafue mahakama. Alafu mkisha ichafua mnakuja kulia kwangu. Majukumu yenu yametajwa na kuainishwa katika kanuni ya 7 na kanuni ya 8. Ninyi madalali na wasambazaji wa nyaraka. Na maadili yenu nimeshawatajia, yametajwa kwenye hilo jedwali la 2 ya hizi kanuni na nimewasomea. Mnafahamu. Na haya mnafahamu. Sitaki kupoteza muda kuyarudisha. Na kila mmoja anafahamu majukumu yenu na maadili yenu. Na mnasimamia na sheria gani nimeshawaambia. Kuna mambo mengine na makatazo nayo yapo, mmeshaambiwa. Mimi niwasitize machache hapa kama mengine niliyokuwa kusema. Moja, utekelezaji wa majukumu ya madalali na wasambazaji wa nyaraka katika sheria hii unategemeana na aina ya utekelezaji ulioombwa na mdai. Moja, dalali haruhusiwi kutekeleza amri au maamuzi ya mahakama dhidi ya serikali wala kukamata mali ya serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya mashauri dhidi ya serikali. Lazima mjue. Na utekelezaji wa amri au maamuzi ya serikali unapaswa kufanyika kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa mashauri ya serikali. Sheria imetaja pale. Ninyi hamruhusiwi. Haya. Pale ambapo utekelezaji wa amri au maamuzi unafanywa kwa kukamata na kuuza mali ya mdaiwa, basi uuzwaji unapaswa kufanywa kwa njia ya mnada wa hadhara kwa namna ilivyoelekezwa na mahakama. Nimeshasema haya yote yameelezwa kwenye sheria mwenendo wa mashauri ya madai, amri ya 21 na hizi kanuni. Ndio maana zitaji vifungu hapa. 3, dalali hapaswi kuiomba mahakama kutoa amri ya kuuza mali iliyokamatwa, badala yake ni mdai. Sio ninyi madalali, mdai ndio anapaswa aombe. Alafu dalali hapaswi kuuza mali iliyokamatwa kabla ya kupita angalau siku 30 kwa mali isiyohamishika na siku 15 kwa mali inayohamishika, kuanzia tarehe ambayo tangazo la mnada lilipotolewa. Madalali na watu wengine ambao wana jukumu lolote la kutekeleza amri au maamuzi hawaruhusiwi kushiriki katika zabuni ya uuzwaji wa mali ya mdaiwa walioikamata. Wewe unakamata na unajifanya muombaji, unataka kunufaika pale eti kwa sababu una kipara na miwani hivi. Na ninyi wasambazaji wa nyaraka, dalali anapaswa kuwa na rejista ya utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama. Dalali aliyekabidhiwa hati ya kukamata inampasa kabla ya kukamata akabidhi notice ya siku zisizopungua 14 za kazi kwa mdaiwa ya kumtaka alipe kesi kilichoamuliwa na mahakama, atii amri iliyotolewa au ondoke kwa amani katika mali husika. Hakuna amri ya mahakama ya kufukuza au kumuondoa mtu eviction order, wadaiwa au kubomoa mali isiyoheshimika itakayotekelezwa katika siku isiyo ya kazi
isipokuwa kwa idhini ya mahakama inayotekeleza amri hiyo. Isipokuwa kwa idhini ya mahakama, hakuna hati ya ukamataji mali, warrant of attachment, itakayotekelezwa kati ya machweo ya jua na mapambazuko. Uuzaji wa mali zilizokamatwa hautapaswa kufanyika pale thamani ya mali inapozidi kiasi cha hukumu na gharama za utekelezaji kwa zaidi ya 5%, isipokuwa kwa amri ya mahakama. Baada ya ukamataji, dalali atapaswa kuwasilisha nakala ya hati ya ukamataji na orodha ya mali, that is inventory, inayoonyesha vitu vilivyokamatwa pamoja na thamani yake kwa mahakama iliyotoa hati hiyo ya ukamataji. Dalali atawasilisha mahakamani nakala ya hati ya ukamataji na orodha ya mali inventory, ikionyesha thamani ya mali iliyokamatwa, na vile vile kupelekwa kwa pande husika katika shauri la utekelezaji. Na uthibitisho wa kupeleka nakala hiyo kwa wahusika utawasilishwa mahakamani siku inayofuata baada ya ukamataji, na ikiwa siku hiyo si siku ya kazi, utawasilishwa siku ya kazi inayofuata. Kila mauzo ya utekelezaji wa amri ya mahakama yatafanyika kwa njia ya mnada wa hadhara. Dalali wa mahakama hapaswi kuuza mali iliyokamatwa hadi pale atakapata amri ya kutangaza mnada. Dalali wa mahakama hapaswi kupokea pesa taslimu au kuweka kwenye akaunti yake kiasi chochote cha pesa kinachotokana na mauzo au ambacho kimepatikana wakati wa mchakato wa utekelezaji. Haya yote nimesoma kwenye sheria, hilo tangazo hilo kanuni zenu hizo, na ile sheria mwenendo wa mashauri ya madai na mashauri dhidi ya serikali. Sasa zipo changamoto nyingi hapa, baadhi tumeshazitaja. Nataka nizirejee kwa ajili ya faida yenu. Sisi tunataka watu mufanye marekebisho, reforms ninyi wenyewe, sio kwa kulazimishwa na sheria. Ninyi wenyewe muyasome haya, muyaone changamoto mlizonazo. Zipo changamoto na kasoro nyingi ambazo zinatekelezwa na baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Sasa kasoro hizo ni pamoja na: moja, matumizi mabaya ya madaraka. Tumeshasema msitumie vibaya mamlaka yenu, kuvuka mipaka ya madaraka mliopewa kwa kukamata mali zisizohusika na tuzo iliyotolewa. Yaani mtu naenda tu unakamata mali hata isiyohusika na kiwango cha tuzo iliyotolewa. Alafu ukamataji wa mali zaidi ya zile zilizoamuliwa na mahakama kukamatwa. Na polisi wangekuwepo hapa, wa aina hiyo ni kukamata ni mwizi, peleka mahakamani akashtakiwe. Alafu tatu, matumizi ya ushawishi, vitisho au nguvu wakati wa utekelezaji wa amri au maamuzi. Nne, uuzaji wa mali baada ya ukamataji wake pasipo kuwepo kwa amri ya uuzaji wa mahakama. Tano, utumiaji wa watu katika makampuni ya udalali wasio na leseni za udalali kufanya kazi za madalali na watu hao kutekeleza amri na maamuzi kinyume na taaluma na maadili. Sita, ukamataji mali pasipo kuzingatia utu, faragha na haki za wahusika, kama nilivyokwisha kusema. Halafu kuna rushwa na migongano ya masilahi. Ucheleweshaji, uharakishaji au badilishaji wa mwenendo wa utekelezaji amri na maamuzi ya mahakama, vitendo ambavyo vinatafasiriwa kuwa na mazingira ya rushwa kutoka kwa wadaiwa au wadai. Baada ya kuteuliwa na kupewa amri kwa ajili ya utekelezaji, kuwataka wadai kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama. Hiyo ndio mnafanya baadhi yenu. Madalali kutafuta wanunuzi kabla ya mnada kufanyika. Hivi ninyi kwa mjibu wa Zaburi 37 mtasalimika? Kuomba au kupokea rushwa kutoka kwa wadaiwa ili kuhujumu au kutotekeleza amri na maamuzi ya mahakama. Kuwataka wadai kutoa fedha kwa ajili ya kulipia gharama za tathmini za mali. Kuwalazimisha wadai kufanya maridhiano na wadaiwa badala ya kutekeleza amri na maamuzi ya mahakama. Kufanya minada kama maigizo huku tayari madalali walishapanga ndugu au watu wao wa kununua mali husika kwa niaba yao. Na hapa nashukuru mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, mkurugenzi mkuu. Mimi hapa ushauri wangu ninyi, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa haya yanayoendelea, haya tuliyosoma haya hapa, mimi kuna malalamiko mengi. Mtu anasema mimi nyumba yangu imeuzwa ya thamani ya milioni 900, imeuzwa kwa milioni 300 na bado nabakiwa na deni. Tumefanya mabadiliko kwenye hizi kanuni, kuna issue evaluation report.
Land valuation report. Lakini kuna mnada unapaswa ufanyike kwa mujibu wa bei ya soko. Ndio maana msingi wa mnada public, yani kitu wote wajue. Hivi bei ya soko ya hicho kitu ni ipi, thamani hiyo bei ya hiyo property kwenye soko ni ipi? Mimi ushauri wangu kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ni kwamba kwenye haya, kwanza serikali yenyewe inakosa mapato. Unakuta nyumba ya milioni 900 inauzwa kwa milioni 300. Capital gain tax serikali inakosa. Alafu mtu wa Mungu huyu deni lake hata nyumba inauzwa, ingeweza hata bei ikapigwa hiyo akapata na excess ya kunani, bado anabaki anadaiwa. Kwa nini msichunguze? Mwe mnachunguza tu kwenye hii nani, kila minada hii hasa inauzwa kuuzwa majumba haya. Hii nyumba ina thamani ya kiasi gani kwenye common market, kwenye nani, kwenye nini, soko, bei ya soko, kwenye market price. Imeuzwa kwa kiwango hicho. Kile kilichobakia, kile ambacho kama imeuzwa kwa bei ya chini, kama imeuzwa kwa bei ya chini, yule aliyenunua a top up. A top up si ndio sasa? Si ndio sheria inasema itakuwa kwa market price? And then ina kodi aliyokwepa alipe. Na hao watu walioshiriki washitaki, kama ni court process shitaki, kama ni hakimu shitaki, kama ni wakili shitaki. Tutaleta nidhamu kwenye hii kitu. Inaumiza sana watu. Washitaki wote, hakimu shitaki kama alikula njama. Mahakimu hao ndio wanaitwa wasajili wa mahakama wengine. Shitaki. Huyo kote nani, kama ni process server, msambaza nyaraka shitaki. Yeyote yule mtachunguza anayehusika pale shitakini. Yule mnunuzi shitakini. Yani yeyote mnayehusu ameshiriki hapo nani, sio atakuwa ameshtakiwa kwa kukwepa kodi. Tutatibu hili tatizo na dhuluma hii itaisha. Lakini mkiwadekeza hivi hii shughuli inapaswa ya sisi wote. Hatuwezi kuachia mtu mmoja. Tunataka discipline kwenye hii kitu muhimu sana. Mahakama inafanya maamuzi mazuri, utekelezaji unakuwa wa hovyo. Hatuwezi kuwa wakati fulani tuna under invoice, tunakwepa kodi, watu wanabaki wanaumia. Nyumba ya mtu inauzwa milioni ya thamani milioni 7, sijui milioni 700. Anadaiwa deni la milioni 300. Nyumba inauzwa kwa milioni 200. Anabaki tena na deni, maskini wa Mungu huyu. Ni kitu gani hiki tunaweza kufanya? Sisi tusingetaka sisi mahakama iwe ni sehemu ya hii kitu. Alafu ninyi wasambaza nyaraka, na wakati fulani ninyi madalali pia ndio masambaza nyaraka. Mnatoa taarifa za uongo kwamba mdaiwa amekuwa saved. Amepewa taarifa ya mnada au sijui nini, hamjafanya uongo, mnakula viapo vya uongo. Wengine mnasema hapatikani wakati yupo. Ili tu atangaze kwenye magazeti. Yani mtu afu mali ya kesi inasikilizwa upande mmoja na mali zinakamatwa upande mmoja. Hivi mna akili? Kuna mtu yote mwenye akili hapa duniani atakaye tumia muda wake kusoma magazeti yote nchini, anasoma anakuwa anasubiri eti mimi nitatangazwa kwenye gazeti hapa? Yani tufanye kazi kama ni watu wenye hekima na akili. Hayo mimi nimeyaona. Process servers. Na wakati fulani hata makarani tu wa mahakama hapo. Mmoja tulikuwa naye hapa Dodoma alidanganya siku hiyo hapo. Akaja kukumbuka mbele yangu. Kasema watu hawapatikani huko kuondoa. Mimi nikaweka mguu chini mpaka wakapatikana wakaja. Wakamwambia bwana wewe, sisi tumekuepo tu pale. Wewe sema ni mwite hiyo karani. Akaja hapo akaomba msamaha. Msishiriki kudhulumu watu mali zao. Watu wanapata mali hizi kwa shida, wengine wanaingia huko kwenye migodi huko chini wanahatarisha maisha yao. Wengine wanafanya biashara katika mazingira hatarishi afya zao wapate mali. Wengine wanaenda wanachukua mikopo.
Halafu wakati fulani wanafanya kazi nao hawalipwi na hao waliowapa hizo kazi, mnaenda mnakamata mali za watu. Mabenki nawe sijui inakuaje. Halafu watu hao utawakuta wako. Basi Mungu awabariki sana. Kuna swala wasilishaji usio sahihi wa hesabu na taarifa za mauzo. Kushindwa au kuwasilisha taarifa zisizo sahihi za mapato yaliyopatikana au matumizi katika mchakato wa utekelezaji wa amri au maamuzi ya mahakama. Kufanya minada kama maigizo huku tayari madalali walishapanga watu wao wa kununua mali husika kwa bei kubwa, huku mnadani wakitangaza bei ndogo kuliko bei ya mauzo waliofanya ofisini mwao. Ukweli hugundulika pale ambapo mahakama hubatilisha mnada na kuamuru fedha za mauzo kurudishwa kwa mnunuzi na dalali kushindwa kurudisha kiasi cha ziada alichopokea nje ya mnada. Sio kwamba haya mambo tunapata malalamiko. Tunapata malalamiko. Tusishiriki hiki kitu ninyi watu wa Mungu. Halafu kutosimamia kuzingatia sheria wakati wa utekelezaji wa amri au maamuzi. Nimelisema hili, utoaji wa notice ya malipo ya tuzo tofauti na siku 14 za kazi baada ya hati ya ukamataji kutolewa, uuzaji wa mali bila notice au kupitia mnada wa hadhara, kutumia fedha za mauzo kwenye mnada kujilipa badala ya kuelekeza mshindi kuweka kwenye akaunti ya mahakama. Na ndio maana nasema hapa, kama ni polisi wanaofanya hivi wawashtaki nini? Kama ni taasisi ya kuzuia rushwa wawashtaki, ndio mtakuwa na akili nzuri huku mahakamani. Ninyi mnaona kama hii kushiriki dhuluma ni sawa? Hivi wewe court broker, tena unaitwa ofisa wa mahakama, court broker? Ndani wa mahakama unawezaje kufanya hiki kitu? Hata kwa sababu unavaa miwani. Alafu miwani hii nayo imekuwa ya kufichia uovu. Inaficha dimina. Hivi kama mnadhulumu watu hivi, kwa nini msiendelee kuvaa miwani? Maana unakuwa mpaka unaogopa, unatembea unaogopa. Na miwani yenyewe inakuwa mieusi. Unahisi kwamba jamaa anaweza kaniona hapa akanishughulikia. Na vipara sasa tunanyoa na vipara kuficha identity. Yaani upotevu au uharibifu wa mali zilizokamatwa. Kushindwa kulinda mali zilizokamatwa na kuwekwa chini ya uangalizi. Kushindwa kuzitunza mali zilizokamatwa ili kutoharibika na hivyo kupoteza thamani. Kutumia mali zilizokamatwa kwa matumizi binafsi. Hivi wewe utaponaje na mashtaka kama polisi hawa wangekuwa wanafanya kazi zao kwa makini ipasavyo? Tusiwafanye watu wengine hawa Tanzania hawa kuendelea kuumia kwa udhaifu wetu sisi. Hivi wewe kabisa, wewe dalali unaenda unaitumia inakuwa mali yako binafsi. Halafu PCB nao wako tu pale wanaangalia hivi. Polisi nao wako hapo wanaangalia tu hivi. Halafu wengine wanawaacha kabisa, mnakuwa wanene kama mimi. Alafu hizo mali za dhuluma unaenda unaongeza na mke wa pili na wa tatu na wa nne na wa tano na wa saba. Huku nje unajifanya na mke mmoja, lakini hii mali ya dhuluma haiwezi kuitumia vizuri, utaitumia vibaya tu. Unajitafutia matatizo. Unaposhiriki dhuluma, you are causing a disaster on your life and your posterity. Utakuwa unajitafutia janga wako wewe mwenyewe na uzao wako. Na adhabu yake inakuja kustrike kama sio kwako moja kwa moja, kwa uzao wako. Anza kuelewa hivi ni kuwaje? Dhuluma. Haya, utekelezaji wa amri na maamuzi kufanya kutokana na maelekezo ya nje. Utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama kuzuiwa kutokana na maelekezo kutoka mamlaka nyingine, mfano kamati za ulinzi na usalama za wilaya na mikoa. Nimeshasema hizo sheria haiwapi hayo mamlaka. Wewe ukifanya kwa mjibu wa hao jamaa, kama mtu akienda mahakamani hauna defense. Wewe unatekeleza majukumu yao kwa mjibu wa maelekezo ya mahakama, sio kwa mjibu wa maelekezo. Hiyo kesi kwa nini haikwenda kuamuliwa kwenye hizo kamati za usalama za mikoa na wilaya?
Kamati ya usalama ya mkoa na wilaya ndio iliyokupatia ile jukumu. Wewe utakuwa na kisingizio gani? Si ajabu ninyi wenyewe baadaye ndio mnawazunguka wateja wenu, ile mna mamlaka ya mliopewa na mahakama, mnaenda kuzunguka huko, hamtakuwa na utetezi. Na hata hao wenyewe hawana hizo mamlaka, hawana hiyo mamlaka. Ile sheria mimi naifahamu. Kwanza ilitungwa mimi, wakati natungwa mimi nilikuwa nani? Haiwapi mamlaka hayo. Swala usalama ni swala usalama, swala la haki ni swala la haki. Hivi ni vitu viwili tofauti. Wajibu wao ni kuimarisha usalama pale ili mnada ufanyike kwa ufanisi, kwa uwazi pasavyo. Sio kuzuia minada iliyotokana na amri ya mahakama, ni kuingilia mahakama na kuidharau mahakama. Na ndio wanasema kwa nini mambo yapeleke mahakamani akafunguliwa kesi ya contempt of court? Kuidharau mahakama chini ya kifungu namba 114 cha sheria ya kanuni za adhabu. Ninyi mnafuga vipara tu hapa, mnakuja kuramika kwangu hapa. Mimi niwafanyeje? Na nimeshawasomea ibara ya 26 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa hili tunataka tuishi utawala sheria tu. Haki itawale katika taifa hili. Amani iwepo, watu wafanye shughuli zao kwa ufanisi ipasavyo. Yaani kabisa kwa excuse yako yaani hiyo kazi umepata. Mimi mheshimiwa jaji kiongozi, kama ni mimi, yaani hao jamaa wote ningekuwa nimewafuta. Wewe unaenda kutekeleza amri ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya baada ya kutekeleza amri ya mahakama. Wanakuwa wako wapi kupambana vitendo vya rushwa na dhuluma mpaka wanasubiri mahakama inafanya maamuzi ndio wanaenda? Kama kuna hakimu huko kafanya maamuzi ya ovyo, sio shughulike naye. Wao wanakuwa wako wapi kusimamia? Vimeundwa vyombo hapa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, polisi, madawa, chungu nzima, wahamiaji, sio na vitu gani? Sasa wanakuwa wako wapi? Mahakama itoe maamuzi ndio waende kuzuia kule. Ni nchi itakuwa ni kitu gani hiki? Tunataka kuishi utawala wa sheria. Sisi tumekula kiapo kwa ajili hiyo. Tutatekeleza wajibu wetu kwa kuzingatia katiba, mila na desturi za sheria na Jamhuri za Muungano wa Tanzania bila hofu, huba, chuki, upendeleo. Wala hofu. Tutakuwa huru, tutalazimika tu kuzingatia katiba na sheria za nchi. Na nimeshasema haki maana yake ni nini? Ni uamuzi uliofanywa na mahakama huru kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi kwa mujibu wa ushahidi uletwa mahakamani pale. Sasa basi wao wanajitokeza kutoa ushahidi huko mahakamani, ushahidi huko mahakamani, kuliko kuzuia hiyo court process. Na ninyi wasambaza nyaraka, msidhani kama nimewasahau. Ninahamia kwenu. Na wewe bwana unayetoka Arusha, sio ndio mkubwa hao jamaa? Haya. Ninyi mara nyingi wasambaza nyaraka na madalali huwa wana leseni za kazi zote mbili. Mara nyingi mnakuwa na leseni za kazi zote mbili. Unakuta ni dalali lakini wakati ni msambaza nyaraka. Lakini pia anaweza kuwepo dalali msambaza nyaraka peke yake na dalali peke yake. Muishi maadili yenu. Yaani mpaka mimi nimekuja hapa. Haya. Dalali anapofanya kosa la kimaadili wakati huo akiwa na leseni ya usambaza nyaraka, basi kosa hilo litamkwamisha pia kwenye kazi zake za udalali na kumfanya hata kukataliwa anapoomba tu kuisha leseni yake kama inavyobainishwa kwenye kanuni ya 13 ya kanuni za madalali na wasambaza nyaraka. Katika kupeleka wito wa mahakama, wapo wasambaza nyaraka wanaofanya matendo kinyume na maadili ya kazi za wasambaza nyaraka kama ilivyoainishwa kwenye nyongeza ya 3 ya kanuni za maadili ya wasambaza nyaraka. Wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa wasichana wa kazi au vijana wavulana wa kazi pale nyumbani kinyume na matakwa ya amri ya aina ya kanuni hizi, kanuni ya 11. We unamwachaji yule mfanyakazi pale una nyaraka eti ndio umemsave ndio mdaiwa pale? Kwa nini ni kampuni?
Sheria inasema nini? Alafu maskini na mnado nendo unafanyika. Sasa unakuja unakula kiapo, niliacha hapo kwa nini? Nadhani majaji viongozi wa siku hizi ni wapole sana. Aidha, wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa waandishi waendesha ofisi maarufu kama personal secretaries au executive assistants wa makampuni kinyume na amri ya 28 kanuni ya PA ya sheria mwenendo wa mashauri ya madai. Wewe unaenda kusevu kampuni, unamwachia secretary, ndivyo sheria inavyosema. Ndivyo sheria inavyosema. Alafu nasema umeisave hiyo kampuni. Utakuwa umeisave hiyo kampuni kama utaiweka hiyo nyaraka kwa hiyo company secretary. Sio ndio anashughulika na masuala ya sheria. Sasa hivi nalo mnataka ili nao muende kufundishwa kule Ija Lushoto. Haya, wapo pia wasambaza nyaraka ambao wanaapa viapo vya uongo kwa kudai kuwa wamepeleka nyaraka husika kwa wahusika, lakini kumbe hawakufanya hivyo, na nimeshalisema hili. Acheni. Baadhi ya wasambaza nyaraka huacha nyaraka katika ofisi za mitaa na kuwapa viapo vya uongo kwa kusema wahusika wamepewa nyaraka hizo. Na ndivyo ilivyokuwa kwa yule karani hapo Mahakama Kuu kanda ya Dodoma wakati ule mimi nikiwa jaji pale. Acheni hicho kitu. Kupitia viapo vya uongo kupitia viapo vya uongo kesi huweza kuendeshwa kwa upande mmoja, yani expert, na upande ambao hukupewa wito kwa makusudi kukosa haki, lakini ni kutokana na kitendo cha utovu wa maadili cha msambaza nyaraka. Mtu amekula kiapo, ni msevu huyu, kumbe hata kumsevu. Nilimfikishia, kumbe hata kumfikishia. Na nyingine ndo kaacha kwa secretary, nyingine kwa house girl, nyingine akaacha tu huko kwa ofisi ya mtendaji wa kijiji au wa mtaa, nyingine tu alitumia kufungia mandazi. Alafu mnapofanya hivyo Mungu anawaona. Hata kama serikali haiwezi kuwaona, serikali haina macho kama ya Mungu, lakini Mungu atakuwa anawaona kwa dhamira zenu. Na mimi nilikuwa sijaanza, baada ya kuwa nimezungumza na ninyi, hamtakuwa tena na excuse. Nitakuwa namfuatilia huyo kiongozi wenu, jaji kiongozi, mara kwa mara, kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko huko kwenu. Hamwezi kuwa mnawachafua mahakimu na wasajili na majaji, mnawachafua. Watu hao wanafanya kazi kwa uadilifu, alafu ninyi mnawachafua. Subirini mimi nistaafu kwanza. Mimi nitashughulika na ninyi kwa sababu ninawajua, hamwezi kunidanganya. Kwanza afadhali hata mkutano huu umemleta hapa Dodoma. Mama, hapa ndio nianzia kazi mimi hapa mwaka 1994. Naenda ofisini kwa mguu au kwa kuendesha baisikeli. Ingekuwa kama vijana wa siku hizi hapa, hata nisingepata mke nikawa, maana angenikimbia. Sasa hawezi kunidanganya, nimeishi nao. Day one ya utumishi wangu mpaka nikaenda nikawa watu ni jeno, ninawafahamu. Na kwanza kamati hii inayohusika na kuwateua ninyi na nidhamu yenu, mjumbe mmoja anatoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na mimi nilipokuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali nilikuwa nateua mjumbe anakuja huku kwenye kamati. Tutamshauri mwanasheria mkuu wa serikali aimarishe usimamizi wenu. Uweza ni kuishauri serikali kuu kubadilisha sheria, wabadilishe, ili tuwabane kulinda hadhi na heshima ya mahakama. Hatutaki mtu yoyote awe kiongozi wa serikali kuwa na excuse ya kuidhalilisha mahakama kwa sababu ya utendaji wenu dhaifu. Mahakimu wamefanya vizuri, wasajili majaji wamefanya vizuri, alafu ninyi mnaenda mnanani. Hivi unakuwa unajisikia namna gani unapoenda kula uongo? Na ile amri hapa, huyu Mungu mliokuwa mnamsema hapa amesema usiseme uongo, usimshujie jirani yako uongo. Wewe unaenda kula kiapo cha uongo eti mimi nilimfikishia wakati hujamfikishia, alafu ubaki salama. Hivi vitambi vitakuwa ni vya muda mfupi. Baada ya muda sio mrefu mtaanza kujutia hicho kitu. Huwezi kudhulumu mali za watu kwa kujilimbikizia mali kwa njia sio halali afu ukabaki salama. Haya, wapo wasambaza nyaraka ambao hawana leseni ya udalali, wanaokula njama na madalali na kudai kwamba wamepeleka notice ya malipo ya tuzo, lakini kumbe
hawakupeleka inavyopaswa, na matokeo yake zoezi la utekelezaji kufanywa kwa njia ya udanganyifu. Na ninyi acheni, na maadili yenu yapo. Mnao maadili hapo kwenye sheria, ndio maana sitaki kuirejea. Sasa athari zinazotokana pamoja na hao utekelezaji mbovu wa majukumu yenu ni pamoja na hizi hapa. Moja, kuchelewesha utekelezaji wa amri na maamuzi na hivyo kupelekea washinda tuzo kutopata haki zao mapema ipasavyo. Mbili, kuongezeka kwa malalamiko, mashauri ya pingamizi na migogoro mipya inayotokana na utekelezaji usiozingatia sheria na kanuni. Tatu, wananchi kupoteza imani kwa madalali na mahakama. Nne, hasara za kifedha kwa wadaiwa, wadeni na watu wasiohusika kutokana na kukamatiwa mali zao. Na tano, kuchochewa kwa mazingira ya rushwa na upendeleo katika mchakato wa utekelezaji wa amri na maamuzi. Sasa hatua nyingine ambazo utapaswa kuchukua kukabiliana na hii ni pamoja na hizi hapa. Moja, naibu wasajili mahakimu wa wafawidhi kwa mujibu wa nyaraka watapaswa kuchukua hatua hizi. Naibu wasajili na mahakimu wa kazi wa wafawidhi kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya kanuni za maadili na wasambaza nyaraka wataendelea kukagua na kutathmini utendaji kazi wa madalali na wasambaza nyaraka walio ndani ya mamlaka yao na kuandaa taarifa. Ninyi manaibu wasajili mko hapa mnanisikiliza, na wengine naona wamevaa na miwani. Hii wajibu utekelezeni kwa ufanisi ipasavyo. Hawa jamaa wanaochafua kazi zenu, unless mnataka kubaki mmevaa miwani, mnachafuliwa. Na mimi nisipendi mchafuliwe, ninyi ni watu wema. Pili, mahakama itaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa karibu wa shughuli zote za utekelezaji ikiwemo upokeaji na kuhakiki taarifa za utekelezaji. Tatu, mahakama itaendelea kusimamia matakwa ya kanuni ya 25 ya kanuni za madalali na wasambaza nyaraka kuhakikisha madalali hawachukui fedha za mauzo ya mali kwa mnada, badala yake ziwekwe kwenye akaunti ya mahakama. Nne, kamati za nidhamu zitaendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madalali na wasambaza nyaraka wanaoenda kinyume na matakwa ya sheria zao, ya shughuli zao. Tano, kuhusu ombi la hii ya mlioomba kuendelea kupata mafunzo kutoka IJA, hiyo ni sawa. Hiki chuo kitaendelea kutoa mafunzo kwa madalali na wasambaza nyaraka za mahakama ili kuongeza uelewa juu ya masuala ya kisheria yanayohusu utekelezaji wa amri za mahakama, maadili ya kazi, haki za wadaiwa katika zoezi la utekelezaji, haki za wadeni, utaratibu wa kukamata mali na ulinzi wa mali za watu wengine. Lakini msitegemee hicho chuo. Ninyi hizi leseni hazikutolewa kwa kile chuo. Hizi leseni zimetolewa kwenu. Na sifa za kupata hizi leseni zimetajwa katika ile kanuni. Pambaneni na hali yenu. Haya ya ziada yatakuwa ni mafunzo ya ziada. Hii haiwezi kuwa ni excuse. Msema hatukupata mafunzo kutoka chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto. Haiwezi. Kwa hiyo na mahakama itaendelea kuhakikisha kwa mujibu wa sheria minada inafanyika kwa uwazi na taratibu za ushindani zinazingatiwa, na ni kupitia kwenu na wasajili. Na ndio hiyo nimeshauri taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na jeshi la polisi waweke miguu chini, waangalie mienendo yenu na ninyi. Hatukutaki mahakamani zinakuja kesi nyingine hazina vichwa wala miguu kwa sababu tu ya udhaifu mliofanya ninyi. Makesi yanarundikana huku mahakamani. Na mwanasheria mkuu wa serikali, yeye ndio mshauri mkuu wa serikali kwenye masuala ya sheria, awashauri hawa viongozi wa serikali wanaoingilia michakato ya mahakama katika kutekeleza majukumu ya mahakama. Alishasema, lakini sasa wanaorudia wakipelekwa mahakamani asiwatetee tu, wapambane na hali zao wenyewe. Vinginevyo hili tatizo halitaisha. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria tu hapa. Hata mimi siko juu ya sheria. Tunataka kuinspire discipline ya utawala wa sheria. Utawala wa sheria ukikosekana katika taifa hili, amani itavurugika. Sisi tunataka amani ili tufanye shughuli zetu kwa ufanisi, weza ni za kisiasa, za kiuchumi au za kijamii, kwa ufanisi ipasavyo. Watu wanaenda shule kusoma, waende kusoma.
wanaenda mashambani, wakaende wakalime vizuri kwa amani. Viwandani hivyo, maofisini hivyo, wafanya biashara nao wa masokoni, na shughuli zote zifanyike kwa namna hiyo. Na tutaendelea kuchukua hatua dhidi ya madalali ambao wanafuata maelekezo yanayotolewa nje ya mfumo wa mahakama kuhusu utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama. Na hapa, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, ili ulisimamie kwa dhati ipasavyo. Maana hii nayo ni excuse. We cannot condone this, and we cannot afford to condone this. Otherwise, this court gonna be redundant. The judiciary gonna be redundant. Hatuwezi kufanya hiki kitu. Tunaona mamlaka ya mahakama, afu umekaa tu hapa hivyo. Kwa hiyo tumezingatia na tumesikiliza haya maombi yenu, na hasa yaliyotolewa na mwenyekiti wa chama chenu. Maombi namba 3, namba 4 na 5 tumeyapokea, tutafanyia kazi ipasavyo, lakini kwa kuwashirikisha. Haya mengine yanahitaji majadiliano na watu wengine, lakini na yale ya ndani zaidi, mchakato wa ndani wenyewe wa mahakama, lakini pia na wadau wengine. Sisi tunachowaomba kwamba tutakapokuwa tunawashirikisha hivi, tengeni muda wenu, mjitokeze tulichakate hili swala kwa ufanisi ipasavyo. Yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu tutayashughulikia. Yale tutakao, kama ni ya kuwashirikisha mamlaka nyingine serikalini, tutawashirikisha. Lakini ombi langu ninyi kwenu ni kuendelea kwa watu wema, watu waadilifu, mnaofanya kazi zenu kwa mujibu wa kanuni za maadili ya kwenu, kwa mujibu wa katiba na sheria. Kuna ombi lenu namba 1 kuhusu ushiriki wa polisi. Sasa hili siwezi kulisemea, ni mamlaka nyingine, mtamwingeji labda waziri au mkuu wa jeshi la polisi. Kimsingi kwenye njia za utekelezaji ipo njia ya kukamata na kuzuia, yani arrest and detention. Hii kwa kawaida hufanywa na polisi. Lakini yapo mazingira ambayo utekelezaji wa amri na maamuzi unaweza kuwa mgumu na hatarishi kwa maafisa wa utekelezaji. Hapa matumizi ya polisi hayakwepeki. Ni vyema katika mazingira hayo maafisa wa utekelezaji wakashirikisha mahakama zilizowateua ili kuwezesha upatikanaji wa polisi. Nimeshawaambia lazima mchukue tahadhari kuhusu mnapoenda kutekeleza majukumu yenu kwenye mazingira hatarishi. Kwenye hazardous and aggressive situations. Lakini sisi tunakiri kabisa mazingira mengine yanakuwa sio rafiki. Kwa hiyo hapa unahitaji ushiriki wa jeshi la polisi. Tunasema msiwaombe tu kimya kimya hivi ninyi. Kama ikiwaomba kimya kimya imeshindikana, ndio tunashauri basi mshirikishe mahakama, hakimu pale, mfawidhi au msajili, kutegemea ni mahakama gani imetoa maamuzi yale. Sasa wao wana mahusiano mazuri na jeshi la polisi, watawaengage. Nadhani polisi wana akili nzuri, kwa sababu kwanza ni jukumu lao kulinda usalama wa raia na mali za wananchi. Wakikataa, hata mimi nitashangaa. Tatizo lenu ninyi mnawaendea wakati fulani kwa kuwadharau, na mimi sitaki jeshi la polisi lidharaulike. Na mnadharau kwa nini? Wasipowekwa jeshi la polisi, ninyi mtalala na wake zenu hata humo ndani. Hata hizi tai hamtazivaa tu, shughuli yenyewe hamtafanya. Yani ninyi mnachezea amani ya taifa ninyi. Basi mwadharau, muone atakao watokea. Yani amani inapokuwa haipo, wale jamaa wanaacha familia zao, wanakesha mabarabarani usiku na mchana kulinda amani ya taifa hili. Kama amani ipo, hata hizi pete naona mmevaa hapa 2 mtazivaa kweli? Hata hizi suti na mnavaa hapa hizi suti na tai nyekundu na nini? Mnacheza nini? Alafu kuhusu ombi namba 2. Hii kuingiliwa viongozi wa kisiasa na viongozi wa serikali. Nimeshalisemea sana hili. Mengine ni udhaifu wenu ninyi, hata msinilalamikie mimi hapa. Yaani ninyi udhaifu wenu mnaenda kunilalamikia mimi? Sasa niseme tu kwamba kama nilivyoeleza hapo awali, madalali na wasambaza nyaraka mnaongozwa na sheria,
katika kutekeleza majukumu yenu na mnawajibika kwa mahakama zinazowateua katika kutekeleza majukumu hayo. Hivyo hampaswi kuruhusu kupokea maelekezo nje ya mahakama. Hata hivyo, katika vikao vyetu na wadau tumekuwa tukielezana kuhusu mazingira ya utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama na changamoto zake. Kwa bahati nzuri, mwanasheria mkuu wa serikali ni sehemu ya wajumbe wa vikao hivyo. Tutaendelea kuwasisitiza na kuwashauri wadau kuheshimu utawala wa sheria, na hata hivi ninachofanya ndicho ninachofanya. Baada ya kuyasema hayo, sasa ninao furaha kutamka kwamba mkutano mkuu huu wa Chama cha Madalali na Wasambaza Nyaraka wa Mahakama Tanzania kwa mwaka 2026 umefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.